Nimeona nichukue nafasi kufafanua kwamba zoezi hili litaendelea kuboresha ile siasa na sera ya Tanzania ya economic diplomacy, ikijumlisha umuhimu wa kuwa na economic diplomacy ya kuleta viwanda, lakini nyenzo ambazo tutazitumia kidiplomasia na kisiasa au mkakati huo ambao nimeuita principled engagement, pragmatic engagement, unamaanisha kwamba Tanzania itakuwa na misingi, ina misingi yake ya uhuru, ya heshima, ya ushirikiano kimataifa, lakini wakati huo haitakuwa inaelekea mwelekeo ambao hauna misingi. Tutakuwa na misingi pamoja na kuwa hatufungamani na upande wote, lakini kuna misingi ambayo tutaendelea kuheshimu, ikiwa ni uhuru, ni utu na mashirikiano na mataifa mengine. Leo tumetimiza miaka 71 na dunia nzima inaadhimisha miaka 71 ya tarehe inayoitwa tarehe ya Umoja wa Mataifa, ambayo kila mwaka ni tarehe 24 mahali pote duniani. Na sisi leo tumewakaribisha marafiki zetu, tumewakaribisha vijana wetu, na kama mlivyoona vijana wengi kutoka hasa shule zetu wamekuwa wanajumuika hata kabla ya leo katika kuadhimisha siku hii ya Umoja wa Mataifa. Nina hakika walimu na viongozi wote katika mashule mtahakikisha kwamba somo la Umoja wa Mataifa na manufaa yake na misingi yake litaingia kwenye syllabus za wanafunzi wetu. Na pengine ni kuchukua nafasi hii kueleza tu kwa kifupi manufaa ya Umoja wa Mataifa. Kwanza ni katika fani ya maendeleo. Umoja wa Mataifa una taasisi nyingi sana ambazo zinahusiana na hali mambo ya maendeleo. Faida ya pili ni kulinda amani duniani au na kuleta amani duniani. Umoja wa Mataifa uliundwa ili kuweza kuleta amani baada ya vita vikuu vya dunia kujitokeza mara mbili. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tunapozungumzia swala la kisiwa cha amani, tunatakiwa tufanye kazi na Umoja wa Mataifa katika kulinda amani maeneo mengine, kama tunavyofanya huko Republic ya Kongo, huko Southern Sudan na maeneo mengine ambayo tumewahi kushirikishwa. Lakini pia ulinzi chini ya bendera ya Umoja wa Mataifa ni ajira. Vijana wetu wanapata ajira, na pia ni swala la mafunzo muhimu ambayo vijana wetu wanayakosa wakiwa tu nyumbani, lakini wakiwa na majeshi mengine yanakuja kama bahati ya kupewa mafunzo ya ziada. Swala la vijana kupewa ajira ni muhimu sana, na Umoja wa Mataifa ujikite katika siasa ambayo itawafundisha vijana wetu, na hasa wale vijana ambao sasa hivi wanatafuta ajira, lakini ni ajira ambayo inapatikana baada ya kupata mafunzo tofauti, kama vile mafunzo ya ufundi mbalimbali katika vyuo vinavyofanana na VETA. Lakini pia niwahakikishieni kwamba Umoja wa Mataifa na Bwana Mbero yuko hapa utaendelea kuwa ni dira kwa nchi mbalimbali, na hasa katika kutafuta suluhu za maendeleo kwa vijana wetu ambao wanamaliza masomo na wanahitaji kupewa ajira za aina mbalimbali. Kuhamia Dodoma lazima kutokea, na Waziri Mkuu ameshatangulia huko, na wizara mbalimbali zina mipango ya kuhamia. Sisi Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje tumetengeneza ratiba ya kuhama. Awamu ya kwanza itakuwa kati ya sasa na mwezi wa 12, ambayo tutahamisha wafanyakazi takriban 55 au 60,
Awamu ya pili itakuwa ni kati ya Januari na mwezi Juni mwaka ujao, na awamu ya tatu itakuwa baada ya mwezi Juni kuendelea mpaka mwishoni mwa mwaka kesho na mwanzoni mwa mwaka unaofuata. Inawezekana kabisa kuhama kwetu kukatangulia kuliko vile Mheshimiwa Rais alivyosema ifikapo mwaka 2020 tuwe tumeshahama. Lengo letu ni kujaribu kuhama mapema. Kuna changamoto la nafasi za ofisi, lakini ofisi zinaweza kupatikana na kitu huwezi kukishughulikia mpaka uwe pale pale. Kuna changamoto ya nyumba za wafanyakazi ambazo na familia zao, lakini mashirika mengi ya ujenzi ya nchini na nje naona yako mbio kuchukua fursa hiyo ya kujenga nyumba. Kwa hivyo swala la Dodoma ambalo kweli tumelikwepa kwa zaidi ya miaka 40 sasa linaelekea kutekelezwa. Unaweza kuwa na ugumu wa namna fulani, lakini vizuri kuanza kitu ukapambana na ule ugumu wake na ukatafuta suluhu ya ule ugumu ukiwa unashughulika na tatizo hilo kuliko kuahirisha tatizo, kitu ambacho tulikuwa tunafanya hivyo.